Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena na mtazamaji wetu katika kipindi cha darasani. Kama ilivyo kwa kawaida yetu, kila siku na wakati kama huu ni kupatikana na kuleta kipindi kilichokuwa bora kabisa kwa ajili yenu. Na tukiendelea na mtiririko wetu wa hadithi, na kipindi kilichopita tulisoma hadithi nambari 7 ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Arbauna an-Nawawi. Hadithi hiyo kama tulivyosema huko mwanzo amepokea Tamim ibn Aus ad-Dari, na tukasimulia wasifu wake na tukaigusa matni ya hadithi mpaka pale tulipoishia, na tukabakisha sehemu ndogo kabisa. Na leo wakati huu tutaimalizia hadithi yetu, na kipande tulichokibakisha ni pale Mtume aliposema kuhusiana na nasaha, ile ad-dinu an-nasihati. Sababu akaumuliza qulna liman, akataja pale lillahi wa likitabihi wa lirasulihi, mpaka tulipoishia pale Mtume aliposema wa ammatihim, na kwa Waislamu wote. Kwa pia nasaha inatakikana ziwepo kwa Waislamu wote. Hapa ndugu zangu Waislamu, pia tunaweza kupata msingi wa maisha yetu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye kwanza ndiye aliyeumba nafsi zetu, lakini pia habadilishi hali za watu kuhusu uchumi, matatizo yao, maradhi waliokuwa nayo, dhiki, shida, umaskini na ufukara, mpaka kwanza watu wenyewe wabadilishe hali walizokuwa katika nafsi zao. Sisi katika nafsi zetu vipi, tunampa nafasi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini pia sisi katika nafsi zetu tupoje? Kati yetu tuna mapenzi Muislamu kwa Muislamu, au tunachukiana kati ya Muislamu na Muislamu, na hata pia sio kwa Muislamu? Na haya hapa pia Waislamu ni katika mambo makubwa kabisa. Haifai na si halali kwa Muislamu kumwekea chuki Muislamu mwenzie, hakuna. Na pia tunafundishwa na watu wema waliotangulia, hatakikani mtu amchukie mwenzie hata kama ana mambo mabaya au ana matendo machafu, lakini inatakiwa mtu achukie vile vitendo anavyovifanya, lakini sio mfanyaji. Na hata pia katika kumhukumu mtu, tunafundishwa mtu anahukumiwa kwa kile kitendo alichokifanya, sio kwa mtu mwenyewe husika, kwa sababu kwanza sisi hatujakamilika, tuna mapungufu yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye pekee ndiye aliye mkamilifu katika kila sehemu, lakini sisi wanadamu, sisi na nafsi zetu hatujakamilika, tuna mapungufu yetu. Kwa hiyo kupatikana nasaha kwa umma wa Kiislamu, lakini pia tunaweza kuitumia nasaha kwa hata wasiokuwa Waislamu, ni kule kuwa na mapenzi kati yetu, kuweka huruma kati yetu sisi na sisi, kujaliana, kutengeneza jamii yetu, kukumbushana katika kheri, kukumbushana katika mambo yaliyokuwa mazuri, lakini pia kukumbushana kuyaacha katika mambo ambayo hayafai. Kwa sababu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa mwenye kuadhibu watu, hakuwa mwenye kuadhibu kaumu yoyote isipokuwa mpaka apelekwe mjumbe katika kundi hilo. Hapa pia tunaweza kuchukua baadhi ya maneno ya watu wema na watafsiri wa Qur'ani wanaosema kwamba hata sisi katika kipindi chetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza lazima alete au awepo msemaji na muonyaji kati yetu, kisha aanze kuleta mabalaa ikiwa watu wameonywa na hawakusikia. Na pia tunapata historia ya mitume yote iliyotangulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kina Luthi alayhi salam, Ibrahim, Yusufu, wengine wote tunaojua, Suleiman, na mitume yote tuliyotajwa katika Qur'ani, kwamba hawa kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapeleka katika baadhi ya maeneo na miji ya watu, kina Nuhu na wengineo, kuwaonya watu. Kisha hawa watu baada ya kuto kufuata yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyateremsha, basi ikawawajibikia na wao kupata adhabu. Wakadhalika na sisi mitihani, maradhi ambayo kwamba hivi sasa tunayo, ni kule kuto kufuata njia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia kuifikisha kwa mtume wake Muhammad na kwa watu wema wote ambao kwamba wameshika nafasi ya mtume. Kwa sababu gani tunasema kushika nafasi? Tutapata kuona al-ulama warafatul anbiya, kwamba wanawachuoni ndio warithi wa mitume. Urithi wa hapa ni kule kueleza habari za Mwenyezi Mungu, kueleza rehema za Mwenyezi Mungu katika jamii, na kueleza adhabu za Mwenyezi Mungu katika jamii ikiwa watu hawatofuata. Leo hii ndugu zangu Waislamu, tuna sehemu nyingi tunaweza tukanasihiana, tuna mambo mengi tunaweza tukaambiana, tuna mambo mengi tunaweza tukakatazana. Mimi kwa nafasi yangu, mimi kwa wakati huu natumia
kukunasihi wewe kutumia vizuri mitandao yetu ya kijamii. Ndugu yangu Muislamu, unaweza kukuta kipindi cha darasa cha shekhe yote au mwalimu yote au ustazi yote ambaye anaelezea masala ya kidini, ambaye anaelezea jambo la Kiislamu, jambo lililokuwa jema, lakini ukakuta mtu hana muda wa kusikiliza. Hapo hapo unaweza kukuta wafuatiliaji wa kipindi hicho wa darasa hizo wakawa ni wachache mno. Kisha akapatikana mtu yeye kazi yake ni mambo machafu, ima anaimba au anaonyesha maungo yake au anacheza kama wanavyofanya dada zetu, lakini ndio ikawa kipenzi katika jamii, ndio ikawa mtu anayepewa kipaumbele kusikilizwa na kufuatiliwa kwa wingi katika jamii. Hii ndio nasaha yangu kwa leo. Tujitahidi na mitandao yetu ya kijamii, tuchunge kile tunachokiposti, kile tunachokiandika, kile tunachokitangaza. Kama mwanzo tulivyosema, usije kawa unatangaza kitu au unaposti kitu kitakachokuja kukufanya wewe ukapata madhambi hata baada ya kuondoka kwako. Kwa sababu hii mitandao ya kijamii ilivyokuwa kwa kasi hivi sasa, inaweza ikatunza video kwa muda usiopungua hata miaka 500. Yaani wewe ushaondoka, lakini kile utakachokifanya leo, utakachokifanya sasa hivi, kama ni kizuri, basi kwa muda huo utakuwa ni mwenye kupata malipo. Lakini kama ni kibaya, kizazi na kizazi kitakuja kuona ule ubaya ambao wewe umeufanya, na si ajabu wakaja kuiga kile ulichokifanya na wewe ukapata madhambi, kwamba wewe ndio sababu ya wao kuyafanya madhambi hayo. Wangapi katika watu leo tunaona katika mitandao wanalalamika, lao mimi nisingekuwa mtu wa kutengeneza maudhui haya, watoto wangu, kizazi changu kitakuwaje, kitanifikia, wanajutia. Sasa mimi na wewe tujiandae na tujiepushe mapema. Hizi simu, hii mitandao ya kijamii iwe ni njia ya kufikisha habari na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kama Mwenyezi Mungu alivyotujalia na kutukirimu, pia tumuombe atujalie na kutukirimu tuweze kukutana katika kipindi kingine, tuweze kufikisha habari na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati huo tutakapokuja, tutaendelea katika hadithi yetu ya 8 katika kitabu chetu cha 40 na muhimu. Usikose kufuatilia kipindi hiki na usikose kuifuatilia channel hii ya Rabta TV ili kunufaika na darasa zilizokuwa bora kabisa. Mwenyezi Mungu atukirimu sisi sote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.